Ahlan wa sahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi ukipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Ijue Dini Yako. Tukiwa naye si mwingine bali ni Sheikh wetu Sheikh Hamisa ambaye anazidi kukuelezea na kuelimisha mpenzi mtazamaji kuhusiana na masuala ya dini. Na insha Allah katika mada yetu ya leo tunaenda kuangazia swala zima la rukuu. Unapotoka katika kiam kuna unaenda rukuu. Sasa insha Allah tukielekea kwake tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibu sana Sheikh. Ahsantum. Naam, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Naam, watazamaji na dada yangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam, ni fursa nyingine tunakutana hapa katika kipindi chetu hiki cha kuzungumzia kuhusiana na dini yetu tukufu. Naam. Tukiwa tunazungumzia swala zima ya ibada ambao ni muhimu, ambao ni ibada ya swala. Ndiyo. Katika darasa zilizopitia au katika vipindi ambavyo vimepita tulikuwa tunaangalia mambo ambayo ni wajib ndani ya swala. Vitendo vya wajib ndani ya swala. Vitendo ambavyo hivyo ndivyo vinafanya swala kukamilika. Bila ya hivyo haiwezi kuitwa swala. Ndiyo. Sawa, tulizungumzia mara kwanza kabisa tulizungumzia nia, tukazungumzia takbiratul ihram, tukazungumzia qiyam, Ndiyo. tukazungumzia na qiraa. Ndiyo. Inshallah katika session hii tutazungumzia rukuu. Rukuu, kitendo cha rukuu. Naam. Rukuu ni kule kuinama baada ya kutoka kwenye qiyam. Ndiyo. Kuinama. Rukuu mwanzo ni wajibu rukni. Nafikiri mtazamaji kama unafuatilia hii mistalaha imekuwa sahihi, imezoeleka. Ndiyo. Kwamba ninaposema wajibu rukni inamaanisha nini na ninaposema ghairu rukni inamaanisha nini. Ndiyo. Kwanza rukuu ni wajibu rukni, yani ni katika pila za swala. Ndiyo. Kiasi cha kwamba mwenye kuswali lao ataiacha ima kwa maksudi au bila ya maksudi, swala yake ni nini? Batil. Swala yake ni batil, yani swala yake sio sahihi. Rukuu. Katika swala za kila siku, Naam. kuna rukui moja katika kila rakaa. Katika kila rakaa kuna rukui moja. Naam. Katika swala hizi za kila siku za wajibu. Sio swala zote za wajibu zina rukui moja katika kila rakaa. Naam. Kuna swala zingine hazina kabisa rukui, swala za wajibu, na kusudia swala za wajibu. Ninapozungumzia swala za wajibu na maanisha za kila siku na zingine, kwa sababu kuna swala zingine ambazo sio za kila siku lakini bado ni swala za wajibu. Kwa mfano kama vile swala tuljanaza, yani swala ya maiti. Ndiyo. Ni wajibu swala ya maiti, lakini haina rukui. Ndiyo. Swala ya ayat ni wajibu lakini haina rukui moja. Ina rukui kadhaa, ina rukui 5 katika kila raka. Naam. Lakini hapa tunazungumzia swala za wajibu za kila siku. Zina rukui ngapi katika kila raka? Ni rukui moja. Na kama tulivyosema kwamba rukui ni wajibu rukuni, ina maana mwenye kuswali lao ataiacha imma kwa kusudia au bila kukusudia, swala yake ni nini? Ni batil. Naam. Isipokuwa katika baadhi ya hali kama vile tutakapo discuss katika swala ya jamaa kwa mfano. Pia kuna baadhi za halati ambazo anasamehewa. Naam. Naam, katika hii rukui kuna mambo ambayo ni wajibu ya kuyazingatia. Katika hii rukui kuna mambo fulani ambayo ni wajibu, lazima mwenye kuswali ayazingatie, aweze kuyatekeleza kama inawa kwa njia iliyo ya usahihi. Naam. Jambo la kwanza, hii rukui ni kule kuinama. Ni lazima kwa mwenye kuweza, ambaye hana tatizo lolote, wakati wa rukui ainame mpaka mikono yake ifike kwenye magoti yake. Na ikiwezekana viganja viwe juu ya magoti. Katika huku kuinama ni vipi? Ni kuinama mpaka mikono ya mwenye kuswali ifike wapi?
kwenye magoti. Ndiyo. Na ni lazima huku kuinama kuwe ni kwa nia ya kurukui, isiwe ni kwa nia nyingine. Kwa mfano mtu ameamua kuinama kuokota kitu. Je, hii inahesabika ni rukui? La, sio rukui. Ni lazima huku kuinama kuwe ni kwa nia ya kufanya nini? Ya kutekeleza hiki kitendo ambacho kinaitwa rukuu. Sawa sawa. Hapa kuna swali. Kuna baadhi ya watu maumbile yao kidogo ni tofauti. Ndiyo. Kwa mfano kuna mtu ana mikono mirefu zaidi kiasi cha kwamba yeye akisimama tu anaweza akagusa magoti yake. Na tumesema kipimo cha kurukui ni kwamba akisha mwenye kuswali mikono yake imefikia nini? Magoti. Imefikia magoti. Je, watu kama hawa hukumu yao ni nini? Sasa tutapata mtu wa kwanza ni kwamba tukapata kwamba kuna mtu ana mikono mirefu zaidi kiasi cha kwamba hata kabla hajafika vizuri tayari mikono yake imeshafika kwenye magoti. Na tunapata watu wengine wana mikono mifupi zaidi kiasi cha kwamba yeye mpaka afikie magoti ni kibarua, lazima aende chini kabisa. Kwa hivyo hawa watu kama hawa sheria inawahukumu vipi? Watu kama ambao hawana maumbile yao ni tofauti, si kama ya kawaida yani. Ni tofauti. Na wapo watu kama hawa. Je, wakati wa kurukui watafanya nini? Watu kama hawa watajipima na watu wa kawaida. Ni kama vile nakumbuka tukizungumzia swala la wudhu, tukipata mtu kwa mfano ana uso ambao sio wa kawaida. Kwa mfano mtu ana uso upana sana au ana uso mdogo sana. Ndiyo. Katika kuhakikisha kwamba analizunguka lile eneo ambalo linafaa kuoshwa, anafanyaje? Ni kwamba anapima na mtu wa kawaida mwenye maumbile ya kawaida. Atapima na huyo katika yeye kutekeleza jambo lake. Kwa hivyo kama kwa mfano kama ni yule mwenye mikono mifupi, si lazima ifike kwenye magoti. Akiinama kiasi cha kwamba akiwa sawasawa na mtu ambaye ana maumbile ya kawaida, hiyo inahesabika na kwamba ni rukuu. Vile vile yule mtu mwenye mikono mirefu na yeye ni ainame kiasi cha kwamba au amefanana na mtu ambaye ana maumbile ya nini? Ya kawaida. Kwa hivyo huku kuinama kunatakana kuwe kwa hivyo. Kuinama ni jambo la kwanza linatakana lizingatiwe. Mara nyingi watu wengi au baadhi ya watu, sio watu wengi, lakini baadhi ya watu ni kwamba hawazingatii hili swala la kuinama. Mtu anaweza tu Allahu Akbar alafu ananyosha tu mikono hivi, mgongo wake unakuwa ni kama ni mlima hivi, unaweza na kwamba ametekeleza tayari rukuu. La, rukuu haifai kwa hivi. Au mtu amefikisha tu viganja vyake kwenye mapaja tayari hapo kwenye rukuu anaenuka. Maana kuna watu wako hivyo. La, ni lazima kuzingatia hivi. Ndiyo. Lazima azingatie hivi. Jambo lingine la kuzingatia katika rukuu, kuna hiki qiyamu cha kabla ya rukuu, ambacho hiki tulisema kwamba ni qiyam ambacho ni wajibu rukni. Kwa hivyo lazima mtu akizingatie vizuri hiki. Yaani lazima urukui kutoka kwenye kusimama. Ndiyo. Urukui kutoka kwenye kusimama. Jambo lingine katika rukuu ni kitu gani kinachosemwa ndani ya rukuu? Dhikr ya rukuu ni ipi? Dhikri ya rukuu iko aina mbili. Kuna dhikri inaitwa as-sughra na kuna inaitwa kubra. Yani kuna dhikri kubwa na ndogo. Hizi ni tasbihat. Zinaitwa tasbih as-sughra na kubra. Tasbih as-sughra ni kusoma subhanallah, na ni vizuri kuisoma mara 3. Yani rukuu sema subhanallah, subhanallah, subhanallah. Uko sawa. Mara 3. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Halafu kuna sasa dhikri kubwa ambayo ni subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Hii ndio bora uitwe pia, maana Sheikh ndo wengine wafahamu, maana si wote wanaoenda vitabuni kama tulivyosema. Kwa sahi wacha haya maneno muhimu ni kwamba kutamka lazima itamkwe vizuri. Muhimu ni huko kutamka, hata kama mtu hajui maana, hiyo maana itakuja baadaye. Lakini muhimu sasa tunataka kumtamshikisha mtu vizuri hii dhikri ya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Hii sasa inatamkwa ima mara 1 au ni sunna pia kutamkwa mara 3. Ile ya kwanza
subhanallah, 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 ile ni tamkwe mara 3, isipokuwa katika hali za dharura unaweza ukatosheka na moja. Katika hali za nini? Kwa mfano kama vile wakati ni kidogo, yani wakati wa sala unasonga, unaweza ukatosheka tu na moja subhanallah. Kwa mfano ukizidisha mara 3 ni kwamba utapelekea kuswali nje ya nini? Nje ya wakati. Na hii dhikri inaposomwa ni lazima kuwe na utulivu. Lazima kufanya nini? Kuwe na utulivu. Kwa hivyo kwa mwenye kuswali ni lazima hakikishe kwanza anafika kwenye rukui atulie, ndio asome hizi adhkar. Imma subhanallahi subhanallahi subhanallah au subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Hakikisha kwamba amefanya nini? Ametulia. Sio mtu hajafika anasema subhana rabbiyal azim wa bihamdi ameinuka, la hasha. Haisemi. Lazima kuwe na tumaanina, yani lazima kuwe na utulivu unaposoma hivi vitu yote. Katika vitendo vyote vya swala vinapofanywa au adhkar au qiraa ni lazima vifanywe katika hali ya utulivu. Hali ya utulivu. Si kwamba mfano haujafika kwenye kitendo chenye tayari umeshaanza kusoma. La, hairuhusiwi. Lazima kuwe na hali hiyo ya utulivu. Naam. Lau mtu atasahau kurukui na aende moja kwa moja sajida, hukumu yake ni nini? Hapo naona itabidi amerudi juu, ameitekeleza. Kuna hali 3. Hali ya kwanza ni akumbuke kabla hajaweka paji lake la uso kwenye sehemu yake ya kusujudu. Au akumbuke baada ya kumaliza sajida ya kwanza, kuenuka kutoka sajida ya kwanza. Yani huyu aliyekuwa na swali amesahau kurukui, akaenda moja kwa moja sajida, akafikiri kwamba baada ya kiamu yameenda na nini, kwa sababu si baada ya rukui kuna kurudi tena kiamu, alafu ndo uende sajida. Kwa hivyo huyu mtu akaona kwamba mimi tayari nilikuwa nimesharukui, kwa hivyo nakaenda, lakini alipofika kwenye sajida akakumbuka, la, mimi sijarukui, kwa hivyo kuna kitendo ambacho na sikukifanya. Kwa hivyo kuna hali ya 3 nimesema kwamba imma akumbuke kabla hajaweka paji lake la uso sehemu ile anasujudu, au baada ya kumaliza sujida ya kwanza. Sijida ya kwanza nakusudia hapa na maana ninaposema sijida ya kwanza, kwa sababu sijida 2 ndizo ni wajibu rukuni, sijida moja si wajibu rukuni. Hapa hukumu yake ni nini? Ni kwamba akikumbuka katika hali kama hii atanyanyuka tena juu, arukui, ndio baadaye aende sajida. Haijuzu kwa huyu mtu, kwa mfano amekumbuka kiwa sajida akainuka tu kinani alafu akarudi sehemu ya rukui tare, la, lazima anyanyuke mpaka juu tena alafu ndio arukui tena alafu baadaye ndo aendelee na haraka hiyo nyingine. Hiyo ni hali ya kwanza, hali ya kwamba amekumbuka kabla hajaweka paji lake la uso kwenye sehemu ya kusujudu au baada ya sajida ya kwanza. Katika hali hizi mbili ambazo zimeshikana ni kwamba atarudi juu, atarukui tena na baadaye atafanya nini? Ataendelea na swala. Lakini katika hali ya kwanza haina shida, ambayo ni kabla hajaweka paji lake la uso. Katika hali yake ya kwanza hii atarudi na atamaliza swala. Lakini katika hali hii ya pili kwamba amemaliza sajida ya kwanza, ni kwamba hapa kuna baadhi ya maraji wanasema kwa ihtiyati, yani precautionally, ni afanye nini? Ni airudie swala kama vile Sayyid Khamenei. Na vile vile kuna baadhi ya maraji ambao wanasema kwamba kwa ihtiyati na sujudu kitu kinaitwa sajida tisawi, yani sajida za kusahau, ambazo tutaziona huko mbele inshallah. Naam, shukran sana. Na hali ya 3 inshallah itakuja katika sehemu ya pili inshallah. Shukran sana Sheikh, shukran sana kwa kuweza kutujuza kuhusiana na rukuu, na inshallah tukirudi katika awamu ya pili tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi ambayo umeweza kutuandalia.
Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Sheikh wetu ndani ya studio zetu za Mahdi TV unazidi kufahamu maelezo zaidi ambayo anaweza kuelezea kuhusiana na swala zima la rukuu, na insha Allah tukirudi katika awamu ya pili mpenzi mtazamaji, tutaweza kuendelea na kuweza kufahamu mengi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Ijue Dini Yako, ukiwa nami Haifa Muhammad na Sheikh wetu ambaye yupo ndani ya studio zetu za Mahdi TV si mwingine bali ni Sheikh Hamis, ambaye anazidi kukujuza mengi na kuelezea mengi kuhusiana na vitendo vya swala. Wanakuambia kwamba ili swala yako iweze kukamilika kuna vitendo ambavyo unafaa kujua. Je, hapa mimi nafanya makosa ama je hapa mimi nafanya kitendo ambacho ni sahihi? Unafaa kujua kwamba usijikute katika njia ambayo labda ni ya batil, ama usijikute katika njia ambayo swala yako imekuwa batil kwa sababu ya vitendo fulani ambavyo hukuweza kuviweka sawa katika swala yako. Na inshallah tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi ambayo ameweza kutuandalia. Na karibu tena Sheikh. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Naam, tukiendelea katika swala zima la rukui, tumesema kwamba rukui ni katika kitendo ambacho ni wajibu rukun. Naam. Lazima ieleweke hivyo kwamba kuacha kukifanya kwa kukusudia au bila kukusudia kunafanya swala inakuwa batil. Naam, tulikuwa tunazungumzia kwa mtu ambaye amesahau kurukui akaenda sajida moja kwa moja. Tukaelezea kwamba mtu huu ana hali tatu. Hali ya kwanza ni kumbuke kabla hajaweka paji lake la uso kwenye sehemu ambayo anasujudia, mtu kama huyu atarudi juu tena, atarukui na ataendelea na swala yake itakuwa ni sahihi. Na haijuzu kwa huyu mtu huyu tu kurudi tu pale kwenye rukui. Kwa mfano atoke tu kwenye sajida aje katika sehemu ya rukui, la hasha. Tumesema kwamba haijuzu, lazima ainuke kabisa. Ainuke kabisa. Kwa nini? Kwa sababu rukui ina qiyam ambacho inaungana nacho ambacho pia ni wajibu rukun. Lazima kile qiyam kipatikane rukui. Kile qiyam cha kabla ya rukui lazima kipatikana. Ndio falsafa, naweza kuwa hiyo ndio falsafa ya kwamba kwa nini tu asirudi pale alipoacha. Kwa sababu swali linaweza kuulizwa kwamba kwa nini asirudi pale, si yuko kwenye sajida na ambao hakufanya ni rukui. Kwa nini asirudi tu kwenye rukui pale? Kwani lazima ainuke? Lakini ni kwamba katika sheria ni kwamba rukui ina qiyam chake ambacho ni wajibu. Na ni kile qiyam cha kabla ya nini? Ya kabla ya rukui, na ndio maana lazima ainuke alafu arukui tena ndio aendelee. Hii ni hali ya kwanza tumesema. Hali ya pili tukasema ya kwamba akumbuke baada ya kumaliza sajida ya kwanza. Huyu hali yake ni kama hali ya kwanza, atanyanyuka, arukui na endelee na swala yake. Isipokuwa hapa ni kwamba tukapata kwamba kuna kauli baadhi za maraji wanasema imma kwa ihtiyat, yani precautionally, ni kwamba ili awe sehemu salama katika kuchukua tahadhari, yani katika, kwa sababu tunaposema kwamba safety precautions kwa mfano za workshop ambazo wanatakana zichukue kwamba uvae gumboots, uvae nini ili uwe salama, unachukua tahadhari, yani tahadhari kabla hatari haija kufika. Kwa hivyo pia precautionally mtu kama huyu naambiwa airudie swala, katika baadhi ya maulama kama vile Sayyid Ali Khamenei anavyosema, na wengine wanasema kwamba la hasha, ni kwamba tasujudu sajida zinaitwa sajdatu sahwi, sajidatu sahwi ambazo ni sajida mbili. Hizi zina sujudu mtu anapokuwa amesahau baadhi ya vipengele katika swala ambavyo tutakuja kuziona baadaye tukishamaliza swala zima. Naam, hali ya tatu ni kwamba akumbuke huyu mwenye kuswali baada ya kuingia katika sajida ya pili. Baada ya kwamba ameingia sajida ya pili, yani ameenda sajida ya kwanza akanyanyuka akaingia sajida ya pili. Alivyoingia kwenye sajida ya pili hiyo akakumbuka, la, mimi sija rukui. Hukumu yake ni nini? Hukumu yake huyu moja kwa moja swala yake ni batil. Swala yake ni batil. Kwa sababu hiyo ya pili ni wajibu. Kwa sababu lau kwa mfano atasema kwa mfano atanyanyuka, ndio, alafu arudi tena kurukui, alafu rudi, atakuwa tayari ameshaongeza hizi sajida, ameshaziongeza.
na tumesema sajida zote mbili ni wajibu rukuni, sajida zote mbili. Kwa hivyo mwenye kukumbuka baada ya kuingia kwenye sajida ya pili, sala yake ni nini? Sala yake ni batil, tabidi airudie tena, swala mzima airudie tena, imeshavunjika. Naam, hizi ni hali tatu za mwenye kusahau kurukui na baadaye akakumbuka, atakumbuka. Naam, tuangalie masala ambayo ni mustahabu katika rukui kuyafanya, masala ambayo ni sunna, yani imependekezwa. Ya kwanza ni kuleta takbira kabla ya kurukui, yani ile baada ya qiraa, umeshamaliza qiraa, masomeza kwa mfano suratu Nas, ni sunna kusema Allahu akbar ndio uende kwenye rukui, ni sunna, sio wajibu. Sababu kwa nini najaribu kutenganisha hivi vitu? Kwa sababu hivi vitu katika ibada zetu vinafanywa kwa ujumla, kiasi cha kwamba kuna baadhi ya watu hawawezi kutenganisha cha wajibu ni kipi na cha sunna ni kipi. Kwa mfano labda leo kunuti, mtu akiacha kunuti anaweza kuwa na wasiwasi, mimi swala yangu sidhani kama imesihi kwa sababu nimeacha kunuti. Mtu anaendelea kwa na mazoea ya kufanya mazoea, kwa sababu wakati tunaswali hivi vitu vyote tunavifanya kwa wakati mmoja. Lakini tunapokuja katika sheria, kila kitu kina sehemu yake, na ndio maana hapa tunabainisha kwamba kuna makruh, tunabainisha kwamba kuna wajib, tunabainisha kwamba kuna mustahaba ambayo ni sunna, tunabainisha kwamba kuna makruh pia, kwa sababu isije mwenye kuswali yule ambaye labda hajasoma sana, ameacha kusema Allahu akbar, akaenda ameona mtu kwa mfano hajasema Allahu akbar, ameenda tu moja kwa moja kurukuu, akamwambia wewe swala yako ni batil. La hasha. Ni vizuri kwamba tuvifahamu hivi vitendo vya wajibu ni vipi na vya sunna ni vipi. Vitatupa urahisi sana wa kutaamal na ibada kama hii. Tusije tukapata sehemu kwamba unapata dhiki kwa sababu kuna kitu fulani hujakifanya, unaitakidi kwamba ni wajibu, kumbe hata si wajibu, unaweza tukafanya bila hiyo. Ndio maana tunabainisha hivyo. Kwa hivyo hii takbira ya baada ya qiraa ni sunna wala sio wajibu. Yani baada ya kushamaliza qiraa, kabla ya kuenda rukui kusema Allahu akbar ni sunna wala si wajibu. Ni sunna, ni kitu ambacho kinahimizwa zaidi kukifanya. Vile vile hii takbira ni sunna kunyanyua mikono paka kwenye masikio kama vile tulivyosema katika takbiratul ihram. Kwa hivyo kuna mambo mawili, kuna takbira yenyewe ambayo ni sunna, na hiyo takbira pia ina sunna yake. Ieleweke hii kwamba hiyo takbira ni sunna na hii takbira pia ina sunna yake. Yani ina maana unaweza ukasema Allahu akbar huku umeachilia mikono hivi, hakuna tatizo, na ukaenda rukui. Au kaamua unapoamua sasa kunyanyua mikono Allahu akbar paka kwenye masikio, ni kwamba sasa hapa umefanya sunna ya takbira, ambayo hiyo takbira pia nayo ni sunna. Umeeleweka hapo? Kweli. Naam. Wakati huyu mtu anapokuwa yuko katika hali ya rukui, ni sunna miguu yake kuhakikisha kwamba imenyooka kiasi cha kwamba mpaka imejaribu kurudi nyuma hii miguu. Kuna watu kwa mfano kuna watu wanaenda rukui miguu yao inakuwa haijanyooka yani. Naam. Haijanyooka. La, ni lazima iwe nyoka kiasi cha kwamba iwe lazima aipush kwenda nyuma. Aipush kwenda nyuma hii miguu. Huyu anaiswali. Naam. Vile vile ni mustahab kuweka kiganja juu ya nini? Juu ya magoti mtu anapokuwa amerukui. Ni mustahabu kuhakikisha kwamba viganja vyako viko juu ya nini? Viko juu ya magoti. Vile vile ni mustahabu mwenye kurukui aweze kuinyosha shingo yake iwe sawasawa na mgongo. Shingo iwe sawasawa na nini? Mgongo. Iwe na sawasawa na mgongo. Naam. Si kwa mfano kuangalia chini hivi, la hasha, lazima bali inaambiwa kwamba mgongo wako lazima uwe sawasawa katika rukuu kiasi cha kwamba ukiwekwa kitu juu yake hakianguki. Yani rukuu inatakana iwe hivyo kwamba mgongo ule uwe uko flat hivi sawasawa kiasi cha kwamba hata kukiwekwa kitu hakiwezi kufanya nini?
huwezi kuanguka. Maana kuna mwingine utamkuta anainama mpaka yani na kwa sasa inaenda slanting badala yani kuna hali mbili, ima mtu atainama zaidi au mtu atafanya kunani tu hivi kugusisha. Lakini rukuu ile ambayo iko sahihi vizuri kabisa, ambayo imekidhi vigezo vyote, ni ile mgongo unapokuwa kufanya nini? Unapokuwa uko sawa sawa. Mgongo kufanya nini? Uko sawa sawa. Kiasi cha kwamba lau kitu kitawekwa juu ya mgongo wako, basi kitakaa pale. Vile vile shingo pia lazima iwe iko sawa sawa na mgongo. Shingo iko sawa sawa na mgongo. Vile vile ni mustahab kwa mwenye kurukui kuangalia baina ya miguu yake. Baina ya miguu yake. Kumbuke kwenye qiyam tulizungumzia ya kwamba ni sunna mtu kuangalia pale mahali anaposujudu. Anaposujudu. Hapa kwa rukui ni sunna mtu kuangalia baina ya miguu yake. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo yanaongeza thawabu katika ibada, yanafanya ibada inakuwa makini zaidi, ambayo yanahusiana na rukui. Kwa hivyo mwenye kuswali yazingatie haya yote ili vitendo vyake viwe kitendo chake cha rukui kiwe kimekamilika, kiwe hakina tashwishi yoyote katika sheria. Mashallah, mashallah, mashallah. Shukran sana Sheikh. Na tukimalizia mtu anapokaa vile chini, labda mtu amekaa, unajua kuna wale mtu labda amekaa kwa kiti, ile rukuu yake ule inakuwa vipi? Kwa wale watu ambao hawawezi kurukui kawaida, kwa mfano mtu ana tatizo labda la mgongo unauma, hapa tunapozungumzia ni kwa mtu ambaye yeye yuko sawa sawa. Kwa mtu ambaye hawezi, ana tatizo, ana dharura, huyu atafanya kadri ya uwezo wake. Kadri ya uwezo wake. Kwa hivyo hatuwezi kumlazimisha, sheria haiwezi kumlazimisha kitu ambacho hawezi. Ndio. Kwa sababu Mwenyezi Mungu hajaweka sheria hiyo. La yukallifu Allahu nafsan la kwamba kitu kile ambacho unaweza ndio Mwenyezi Mungu anakukalifia. Kwa hivyo tunapozungumzia hizi ni kwamba ni kwa mtu ambaye hana tatizo, mtu ambaye hana dharura. Mtu ambaye ana dharura atafanya kadri ya uwezo wake. Na kama tulivyosema katika qiyam ni kwamba mtu huyu mwenye dharura ni kwamba zile sehemu ambazo ana dharura ndizo anaruhusiwa peke yake, sio sehemu zingine. Kama vile tulivyosema kwamba mtu kwa mfano hawezi kusujudu, akaamua yeye kuswali kwa kukaa kwa kiti. Ina maana kama hawezi kusujudu, je, kusimama anaweza? Kama kusimama anaweza, basi katika kiamu atasimama. Atakana asimame. Je, huyu hawezi kusujudu lakini rukui anaweza kwenda? Yes, anaweza kwenda. Kwa hivyo katika rukui lazima aende rukui. Ni katika sajida tu ndio hata aenda, kwa sababu hawezi kufanya nini? Hawezi kusujudu. Sio itokee kwa mfano mtu anaona hawezi kusujudu, basi akaamua kujiwekea sheria kwamba mimi wacha sasa niswali kwa kukaa. Kwa hivyo katika vitendo vyote akawa amekaa tu. La, sheria haiko hivyo. Ni kwamba anajitahidi sehemu zile ambazo anaweza azitekeleze kama ilivyo, na zile sehemu ambazo hawezi atazitekeleza kadri ya uwezo wake unapomwezesha kufanya. Mashallah, mashallah. Shukran sana Sheikh kwa kuweza kutuelezea na kutufahamisha mengi kuhusiana na swala zima la rukuu, na ni kitu kizuri sana kwa sababu kwa hakika ukiangalia ni wengi ambao wanakosea katika swala, ni wengi ambao labda mtu ajui kama anakosea ama akosei, lakini naamini kwa rehema za Mwenyezi Mungu, kwa uwepo wako ni faida kubwa kwetu sisi kuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Shukran sana. Ni ukumbusho tu ni ukumbusho tu kwa mtazamaji na waumini kwa ujumla. Tunahimizwa ya kwamba masala ambayo yanahusiana na ibada mara kwa mara tuweze kupitia kweli, tuangalie inasemaje, kwa sababu huwa kunaingia mazoea. Kunaingia mazoea katika ibada, mara nyingi huwa kunaingia mazoea kwamba sisi tunafanya hivi kila siku. Sasa mtu anashindwa kuelewa kwa nini tunafanya hivyo, au wakati mwingine kitendo hicho anakifanya kimakosa katika vitendo vyote vya ibada, kuanzia kwenye wudhu. So ni muhimu kama ukipata nafasi upitie masala kwa mfano yanayohusiana na wudhu, uipitie hata kujikumbusha, hata kama umesoma zaidi ya miaka 20, lakini tunahimizwa kwamba tuwe tunafanya mutawala.
kwamba baadhi ya nasaha zingine hata natuambia kwamba tusilale kabla haujaangalia masaa ili ya ibada yako vipi. Kabla haujaangalia masaa ili ya ibada, yani kama vile una checklist, ili uhakikisha kwamba unapoingia kwenye ibada usibebwe na mazoea. Watu wengi labda tunabebwa na mazoea kweli kweli, kwa sababu tumezoea tukienda kwenye swala tunainama, tunainuka, tunaenda sajida, tunainuka, tunasoma bismillahi, tunainuka hivyo. Sasa inahimizwa kwamba tuweze kupitia yale masaili, zile sheria katika maulama wameainisha vipi, na labda baada ya kupita muda labda kuna kitu kingine naweza kuwa nimeghafilika. Unajikumbusha kile ambacho umeghafilika ndani yake. Katika kufanya udhu kwa mfano, naweza nikaona kwamba kupaka ninapaka vizuri, kumbe la badala ya kupaka mguu ndio unapaka mkono. Naam. Naona kuna vitu kama hivyo. Badala ya wewe kupaka mguu, ni mguu ndio unapaka mkono, ambao ni makosa, ambao kinachotakikana ni kwamba ni mkono ndio upake mguu. Au kupaka kichwa kwa mfano, badala ya kupaka kichwa ni kwamba ndio kichwa ambacho ndio kinapaka. Kwa hivyo ni vizuri kujikumbusha mara kwa mara katika haza masala, kwa sababu ni vitendo ambavyo tunavifanya kila siku. Sasa hatari ya vitendo ambavyo tunafanya kila siku huwa kunaingia mazoea ndani yake. Kweli. Na hata katika watu wa nasaha za ndoa, japokuwa sio mada yangu, ni kwamba inasemekana kwamba ukitaka ndoa iwe na umakini ni kusiingie mazoea kabisa. Na haya yote yanaenda hata katika kazi zetu. Katika kazi zetu kwamba kusiingie mazoea pia. Lazima vitu vifanye kama vile inavyotakikana. Kusiingie mazoea. Ndio. Shukran sana Sheikh. Nadhani hili pia linaingia upande wa kiraa au upande wa Qur'an pia. Utakuta haswa unajiuliza pia katika swala hii, kula udhu binas nimeisoma vizuri ama utakuta mtu anarudi kuconfirm kwa hivyo ilikuwa hivi na hivi. Ndio hivyo. Kwa mfano kama nilivyozungumzia katika takbiratul ihram, kwamba watu wengi unaweza mtu anasema Allahu akbar, ndio anafikiri ni sahihi wakati si sahihi. Kweli. Sahihi ni Allahu Allahu akbar. Unaziachanisha yale maneno. Sio ni alif wala sio wao. Sio Allahu akbar, ni Allahu akbar. Shukran sana Sheikh kwa kuweza kutupa ukumbusho mzuri, na inshallah naamini tutakutana zaidi ili kuweza kujadili masuala mengi kuhusiana na dini na ibada na tofauti inshallah. Shukran sana. Asante. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Sheikh wetu Sheikh Hamis ndani ya studio zetu za Mahdi TV umeweza kufahamu mengi ambayo ameweza kuiangazia. Binafsi nimeweza kupata mengi na mengi zaidi. Swali tunakuachia wewe na mpira pia tunakupa wewe. Tunakuuliza, je, wewe umefahamu? Je, unaposwali unaswali vizuri ama kuna kitu ambacho unakifanya katika swala ambayo inafanya swala yako inakuwa batil? Na insha Allah mpenzi mtazamaji, usikose pia kupitia katika mitandao yetu ya kijamii, haswa YouTube channel yetu @Mahdi TV Kenya, ili uweze kupata mengi na mengi zaidi ambayo Mahdi TV imeweza kukuandalia. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia maasalam.